Yesu, watoto wako wakapate kuona nuru mpya na maisha yao yakaanze kubadilishwa na wewe, kwa sababu unawapenda. Ishara ya kwamba unawapenda, wamekusanywa na wewe hapa ili kazi yako ipate kusonga mbele. Ukaliinue jina lako Yesu mahali hapa. Awacha Mungu wakapatikane mazao ambao ni watoto wako na watumishi wako kupitia semina hii. Mungu wetu uliye hai, ni mkutano kwa jinsi ya maneno, lakini sisi tunaiweka kama semina kwa sababu tunalifundisha neno lako. Mungu wa rehema na wa haki, liponye na neno hili tena. Roho Mtakatifu karibu, maana wewe ndio mfasiri mzuri sana. Sisi hatutaweza kufasiri, lakini wewe unaweza kumgawia kila mmoja kwa jinsi ambavyo kuna mahali anapitia, ili apate kuona ng'ambo ya pili ya jua kwamba unampenda na umemkumbatia, na ya kwamba hujamwacha hata kama wanadamu wamemwacha, lakini wewe Yesu wewe hujamwacha. Neema yako ikamguse kila mmoja. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako. Nijalie na mimi mtoto wako na mtumishi wako niliye mdogo punde kuliko wote, kulinena neno lako kwa usahihi. Si kwamba watumishi wako walioko kwenye madhabahu hii hawana cha kusema, lakini kwa tarehe hii imekupendeza kunipa mimi niliye mdogo punde kuliko wao, ili kwa njia ya kusema kwangu wapate kupokea na kitu cha kuwasaidia. Katika jina la Yesu libariki neno lako, lakini bariki anga hili, lakini liponya neno lako na kuliponya kanisa lako na kuponya nchi ya Matui, Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Tuna lile somo ambalo tumeliacha jana, maombi, makwazo na vipingamizi ndani na mahusiano ya sadaka yanayoandamana na maombi na vikwazo vinavyoletwa kupitia sadaka zinazotokana na mtu kupewa. Lakini pia tunaona thamani ya sadaka inayotoka kwa mtu mhusika mwenyewe. Ninataka niseme neno hili kabla sijaingia kwenye kukupa neno, na leo tuko kwenye nafasi ya tatu, lakini nataka nirudi kwenye ile nafasi ya pili ya jana. Tuko kwenye familia ya mtu anaitwa Elkana, na neno tulilopewa ni ile Samuel wa kwanza mstari mdogo wa kwanza mpaka ule mstari wa 18, kwa wale ambao tumekuwa tumeanza nao jana. Lakini nataka uangalie mambo kadhaa hapa, na jana nikakwambia mtu wa Mungu kwenye mfumo wa familia, jinsi ambavyo familia hiyo ilikuwa inaongozwa, na jinsi ambavyo pia tumemwona mzee Elkana na kwamba ni wa kabila gani, na tunaona kwamba alikuwa na familia yenye wake wawili, na tunaona mke mkubwa hajapata nafasi ya kupata mtoto, na kwa sababu hiyo yule mke wa pili ametajwa kwamba alikuwa anapewa sadaka. Na kwa namna moja au nyingine, kama ulikuwa unanifuatilia, ile sadaka alizokuwa anapewa yule mke wa pili ilimpa kufarijika na kuona furaha, na tutaona alikuwa anapata furaha kwa jinsi gani. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna hiyo tunaelewa kabisa kilichokuwa kinaendelea kwenye hii familia ni mfumo ambao uko sasa ndani ya kanisa na ndani ya nchi. Kama kwenu haupo, lakini naamini kabisa, jana nikakuuliza, ni mfumo ambao ni unaendelea. Watu wengi wanategemea Jumapili wapewe sadaka, na si Jumapili tu, lakini pia wanategemea kuombewa, na si vibaya kuombewa, lakini pia wanategemea kuwezeshwa, na wanategemea kupewa jambo. Lakini lazima uelewe ndani, upite ndani zaidi, kwa sababu kwa namna ya neno ambalo Mungu ametupa, kuna kipengele ambacho lazima ukifahamu. Kwenye Biblia mahali tumesoma jana kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na mimi nataka uangalie kwa upya kidogo, kwa sababu kuna kitu usipokielewa gharama yake ni ngumu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 ule mstari wa 16, jana nilikusomea mstari wa 17. Angalia sura ya 16 ule mstari wa 16. Jana nilikusomea mstari wa 17. Leo sogea juu tena kidogo. Angalia kitu anachosema. Anasema hivi, mara 3 kwa mwaka na watokee katika kufurahi, mara 3 kwa mwaka na watokee wanawaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako,
mahali atakapochagua katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitoke mbele za Bwana mikono mitupu. Nilichotaka ni hii pointi ya mwisho, wala wasitoke mbele za Bwana mikono mitupu. Kama unasoma Biblia yako, walipofika kwenye vibanda, kuna ameweka nukta na koma, kwamba kuna kitu lazima uelewe kule juu, lakini hapa chini lazima uelewe. Anasema wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Na tunaelewa kilichotokea kwenye mstari wa 17. Kama hujasoma sasa, bahati nzuri sana. Ninaona kwenu Biblia sio muhimu sana, lakini naita bahati nzuri kwa sababu naogopa nikasema bahati mbaya. Nataka uone picha iliyoko hapa, kwamba kama waliambiwa wasitoke mikono mitupu, wasimwombe. Kama waliambiwa wasitoke mikono mitupu, inamaanisha wangetoka mikono mitupu, kuna gharama yake. Na kwa sababu hawakuruhusiwa watoke mikono mitupu, walipaswa kwenda na mikono yenye kitu mbele za Bwana. Na familia hii ilikuwa imewekezwa kwa namna ambavyo Elkana alikuwa anawagawia familia yake sadaka. Na kwa sababu alikuwa anawagawia, lakini tofauti ya ile familia na tofauti ya wale wakina mama wawili, mmoja kabeba kusudi la Mungu, na Biblia inaweka wazi kwamba kafungiwa tumbo. Na kwa sababu tumbo limefungwa, tena inazungumza Biblia kwamba aliyefunga tumbo ni Mungu. Na kwa sababu ni Mungu, kuna vitu nataka uvielewe jioni ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo unapopita sio Mungu hayupo. Narudia tena, maana unapitia sio Mungu hayupo. Kuna watu wasiokutambua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, lakini nakwambia kwa neno la Bwana, hapo unakopitia Mungu anakujua. Si kitu kama hawakujui. Na hata hivyo wanadamu wangekujua, gharama yake pia ipo. Kwa sababu wanadamu wakijua ulichobeba watakuchukia na watakuuza. Na wakikuuza, gharama yake pia ipo. Kwa sababu unaweza kupita jangwani, na kwa sababu wewe umejipelekea bila kujijua kwamba laiti ungefahamu kama hana. Mimi namjifunza huyu mama kwa kiwango cha juu sana. Watu wengi wakipita mahali pagumu sahihi, hawako tayari kunyamaza na kumgoja Bwana, lakini wako tayari kunung'unika, na wakidhani kwa njia ya kunung'unika wanapata msaada. Nisikilize, hatuna msaada kwenye kunung'unika. Watu walionung'unika waliishia jangwani na walikufa jangwani. Lakini watu waliotulia, Biblia inasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia, lakini hamkubali. Mtu yeyote anayekubali kwamba Mungu hajaniacha, huyo mtu ana amani. Hata kama watu wanamsema vibaya, ana amani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu sasa huu mfumo wa hii familia walikuwa wanaenda kuomba, kuna namna ambavyo walikuwa wamewekewa sheria. Na sheria iliyowekwa ni kwamba lazima watoe sadaka. Hawaendi Shilo bure. Kwa hiyo lazima uelewe, hatujaruhusiwa kwenda Shilo bure. Tuliruhusiwa kwenda madhabahuni pamoja na sadaka. Na tuliangalia jana ile Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2, kwamba kwa siku ya kwanza ya juma kila mmoja kwa kadri ya kufanikiwa kwake aweke sadaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana tuliishia kwenye jambo la pili. Mimi nataka tuvuke tuende kwenye jambo la tatu leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la tatu linasema hivi: upinzani wa ndani toka kwa wale ambao ungetegemea wakusaidie au wakutie moyo katika pito lilo nalo. Upinzani wa ndani kwa wale ambao ungefikiri wangekutia moyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu Kristo asifiwe. Ngoja nikueleze kitu cha kukusaidia sana. Silaha ya karibu ni mbaya sana, kwa sababu silaha ya karibu ina uwezo wa kukuua haraka, kwa sababu haina kipingamizi. Biblia inasema makwazo hayana budi kutokea, lakini ole wake kwake yeye asababishaye makwazo. Mathayo sura ya 10 ule mstari wa 30. Mathayo sura ya 10 mstari wa 34.
mpaka ule mstari 36, mistari mitatu. Angalia kitu Mungu anazungumza hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi 34, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitinisha mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwewe na mkwe mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sema amen. Hebu sema, adui wa mtu ni wapi? Wale wa jirani. Penina alikuwa jirani? Penina alikuwa jirani? Alikuwa wa nyumbani kwake. Ujaenda kwenye familia zenye wake wawili. Baba anakunywa chai leo pale, kesho anakunywa pale. Kama kwenu sio hivyo, kaenda tembea duniani. Na baba, kwa bahati mbaya sana, baba wengi hata sukari hawaleti. Lakini anategemea asubuhi chai ile. Huwa anawaambia mnauza wake zenu kwa bei rahisi. Maana sukari haleti, majani haleti, lakini chai ije. Halo. Huku kwenu hawapo, lakini kule duniani wapo. Anaenda anakula nyama, anakuja na harufu. Baba moja alikuwa mlevi, na mama akaenda kliniki na mtoto. Wakati anapita karibu na kilabu, mama na mtoto anamwambia mama, nasikia harufu ya baba hapa. Kumbe sio harufu ya baba, ni harufu ya pombe. Mtoto alijua pombe ni harufu ya baba. Halo? Adui wa mtu ni watu wa wapi? Kila wanaokuzunguka. Unapoongeza marafiki unaongeza maadui. Hajanisikia? Sikia tena. Kila unapoongeza marafiki karibu yako unaongeza maadui karibu yako. Sasa sikwambii wachukie marafiki, ila una uwezo wa kumchagua rafiki, ila jirani uweze kumchagua. Una uwezo wa kusema huyu ndio rafiki wa kweli au huyu sio rafiki wa kweli. Hata Yesu alijua. Ndio maana alikuwa na wanafunzi 120, baadaye 70, baadaye akabaki na 12, na katikati yao mmoja shetani. Adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Kwa hiyo huyu Penina alikuwa na halali kabisa ya kuwa kikwazo kwa Hana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ilikuwa furaha yake kwamba Hana asizae. Jamani, nisikilizeni, maadui zetu ni furaha yao tusifanikiwe. Halo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha yao tusifanikiwe. Lakini mimi nakwambia, nimesimama hapa nikwambie, furaha yao kesho itageuka kuwa hasara. Maana Bwana aliye upande wetu ni mkuu kuliko aliye upande wako. Bwana aliye upande wako ni mkuu kuliko aliye upande wa maadui zako. Adui zako, Biblia inasema watatokea kwa njia moja, watatoweka kwa njia 7. Hata kesho watatokea kwa njia moja, watatokea kwa njia 7. Watajipanga vibaya juu yako, Bwana atakupitisha juu yao. Watakutegea njiani, Bwana atakupitisha juu yao. Watalala wakati unapita. Sema amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wacha waongezeka, lakini mbinguni pia wanatuongezea ulinzi. Wacha waongezeka, lakini Bwana hasinzii wala halali. Anayetulinda Bwana hatasinzia wala hatalala. Ataendelea kutupigania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe pointi ya mwisho. Angalia kitabu cha Mika. Angalia tu kitabu cha Mika, pointi ya mwisho kwenye nafasi ya 3. Pointi ya mwisho kwenye nafasi ya 3. Mwambie jirani yako usifurahi kwa sababu ya kitu lililo nalo. Mwambie usifurahi kwa sababu ya kitu lililo nalo. Mwambie usifurahi. Mwambie jirani yako usifurahi. Mwangalie tena. Mwambie usifurahi kwa sababu ya dawa ninayokula. Hallelujah. Mwambie usifurahi kwa sababu umeona kadi ya kliniki ninayobeba mara kwa mara. Usifurahi. Wewe ambao umesemeshwa kwamba mimba imekataa haikui, katika jina la Yesu, Yesu anakwenda kuweka wakati mpya tena kwenye maisha yako.
cha Mika, ngoja nimalizie hapa. Mika 7 iko kwenye Agano la Kale, haiko kwenye Agano la Jipya. Kitabu cha Mika, nabii Mika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Mika 7. Angalia nabii Mika. Iko tu kwenye Biblia yako, iko nyuma ya Nahumu. Nabii Mika 7 mstari ule wa 8 mpaka wa 10. Anasema hivi: usifurahi juu yangu ya adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Maana nitaivumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nimemwasi, hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu. Atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama sasa. Atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia madhara yanayopata maadui wanaotufurahia tunapopita mahali pagumu. Wale maadui shida yao hawajajua. Nabii Nahumu anasema hivi: usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Usifurahi wewe Penina wangu, usifurahi adui unayenizunguka. Usifurahi kwa sababu napita pagumu. Usifurahi kwa sababu ninagombana na mume wangu. Usifurahi kwa sababu umemshika mume wangu. Usifurahi kwa sababu mume wangu anakuja usiku. Usifurahi kwa sababu nyumbani kwetu hata karo ya watoto wa shule hamna. Saa ya Bwana inakuja. Bwana ataniinua tena. Bwana atakuinua tena. Yesu atakuinua tena. Yesu atakurejeshea tena. Yesu atakuinua tena. Atawakanyaga maadui zako kama tope ya njia kuu. Atawakanyaga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua wachawi wanafurahi wakifikiri kwamba mwisho wao ni mema. Mwisho wa wachawi ni mbaya, mwisho wa washirikina ni mbaya, mwisho wa waganga ni mbaya. Lakini mwisho wetu tulio ndani ya Kristo Yesu una tumaini jema tena. Ndani ya Kristo Yesu tunalo tumaini Bwana. Tunalo tumaini ambalo ndani yake saa yake Bwana ikifika tutainuliwa tena, tutang'aa kama dhahabu. Yesu atakuinua tena. Adui yako acha afurahi, lakini Yesu atamkanyaga kwenye tope. Atamkanyaga kama tope katika njia kuu. Haijalishi mwanadamu unayenisikiliza, haijalishi mama unayenisikiliza, haijalishi dada unayenisikiliza. Nisikilize, nataka nimalize kwa namna hii. Inawezekana wanaokuzunguka wote wanajua shida ulio nayo. Inawezekana wanaokuzunguka wote wanajua teso ulilo nalo. Inawezekana wanaokuzunguka wamekupa na tarehe ya kufa. Inawezekana na wanaokuzunguka wamekuandika kwenye makaratasi ya kwao. Inawezekana wale wanaokuzunguka wamejua kwamba utapita kwenye hiyo shida na ndio mwisho wako. Nataka nikwambie jioni ya leo, yuko Yesu anayeokoa, yuko Yesu anayehuisha, yuko Yesu ambaye amebeba shida yako pale msalabani. Yuko Yesu ambaye amesema hakuna lisilowezekana kwake aminie. Anasema mwenye haki yangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kwa imani tunavuka, kwa imani tutamwona Bwana. Haleluya. Amani, Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kanisani wanakujua. Inawezekana mtaani wanakujua. Inawezekana hata mashineni wanakujua. Inawezekana hata sokoni ukienda wanajua tu wewe unanunua majani ya maboga. Inawezekana hata ukipita maeneo ya bucha wanakushangaa na kuambia umekuja kuchukua nini huku, maana hawakujui kwamba unanunua nyama. Nisikilize mwana wa Mungu, naye nisikiliza. Liko tumaini jema kwa Bwana kwa ajili ya maisha yako. Liko tumaini tena. Haijalishi walivyokutokuandika. Maandishi yao yatafutwa na Yesu. Atakanyaga kama tope kwenye njia kuu. Atayakanyaga ya makusudio yao mabaya. Inawezekana mtu unayenisikiliza una hata pesa ya kwenda hospitali, lakini liko tumaini kwa Bwana. Yesu atakuponya ili wanaokuzunguka wajue ya kwamba Yesu anaweza. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Unajua kuna mtu
mtu mwingine ananisikiliza hapa, wanajua unabeba dawa. Hata hapo umepita unabeba dawa. Wanajua kabisa mkoba wako unabeba dawa. Lakini nakwambia, nimesimama hapa kama mtumishi wa Mungu aliyetumwa. Hiyo dawa kesho wataikumbuka. Watasema hatukujua, na hiyo dawa itageuka kwenda kwao. Hao waliokunyanyasa usishindane nao, lakini shika wokovu mkuu. Shika wokovu na Yesu atakushika na wewe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie kwa Yesu yanawezekana. Mwambie kesho yangu ni njema. Mwambie liko tumaini limeletwa kwa ajili ya maisha yangu. Liko tumaini mama, liko tumaini kijana. Inawezekana. Nisikilize mtu wa Mungu naye nisikiliza. Hata kwa kubadilisha Krismasi una. Liko tumaini kwa Bwana na kukuvusha hata hiyo Krismasi. Utapita ukishangilia. Utapita ukisema namuona Bwana. Hata kama sina suruali nzuri, lakini Bwana akiwa upande wangu, nani atakayekuwa chini yangu? Hapo napo Yesu atakushika mkono. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umekaa miaka yote una amani, nimekuja nikwambie iko amani kwa Bwana. Iko amani kwa Bwana. Utafurahia maisha mapya tena ndani ya Kristo Yesu. Utafurahia amani ambayo Bwana atakupa kwenye wiki hii. Haijalishi umechelewa, lakini Bwana analo tumaini kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie cha maana sana. Ulichokibeba ni kikubwa kuliko cha maadui wako. Sema amen. Sema amen. Mwangalie jirani yako, mwambie unajua wananichukia kwa sababu wanaona nilichokibeba ni kubwa kuliko cha kwao. Mwangalie jirani yako, mwambie nisikilize, kama ndio wewe, nilichobeba ni kubwa kuliko cha kwako. Sikiliza. Shoka yoyote isiyopasua kuni haiwezi kupinda mdomo. Jembe lolote ambalo alipelekwa shambani haliwezi kugonga jiwe. Wewe unagongwa kwa sababu wewe unaenda shambani. Yeye haendi shambani, ndio maana amekaa kama yai. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Wewe unapita kwenye tension kwa sababu unaimarishwa kwa ajili ya kesho yako. Unapita kwenye tension ili ufanye kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Unapitishwa kwenye tension. Hiyo crazy inayopita kwenye maisha yako ni kwa sababu unalo chema ndani ya maisha yako. Yesu anakuimarisha ili kesho ukisimama karibu na Farao, Farao aseme mimi tu ndio usiingie kwenye kiti changu, lakini kwa ajili ya taifa na nyumba yangu wewe utakuwa juu ya kila kitu. Yuko Bwana kwa ajili ya maisha yako. Amen. Nazungumza na mtu ambaye ameambiwa mwaka huu hautavuka. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie umesema, watu wamesema sivuki mwaka huu. Mwambie, mwangalie. Mwambie sio kuvuka. Mwambie hata kwa uso nitang'aa kuliko wewe. Sema amina. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Waliokudharau watatafuta msaada kwako asubuhi na kuambia. Waliokusimanga kesho asubuhi watapiga magoti mbele yako. Waliokusema vibaya kesho watakuja kusema mheshimiwa. Samahani mheshimiwa. Unajua mheshimiwa ni kwa sababu Bwana yuko upande wako. Usimtende Mungu dhambi. Dada unayenisikiliza, usianguke kwenye zinaa. Mungoje Bwana. Haijalishi wanakudanganya mtaani. Waambie hapana. Hadanganyi mtu hapa. Nimebeba kusudi la Bwana. Wacha wadanganye wajinga huko. Lakini mimi nimebeba kusudi la Bwana. Akikuuliza njiani, mwambie samahani, unaniona? Hebu niangalie. Niangalie. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie niangalie, mwambie kama hauniangalie vizuri nipige smartphone, nipige picha ya smartphone. Niangalie tena. Niangalie. Nilichokibeba ifanana na kwako. Mwambie niangalie tena. Mwambie mimi sio tabukabu. Sema amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Ndio maana una mashambulizi makali. Sio bure. Wanaona ulichobeba. Sema amen. Shetani akilala na amen na wewe, kwa sababu tunavuka na zaidi ya kuvuka. Tunapita na zaidi ya kupita. Katika yeye atutiaye nguvu. Tunayaoza mambo yote kwake yeye atutiaye
tuwape nguvu. Haijalishi wametuchimbia mashimo, watadumbukia wao, watadumbukia wao. Mashimo waliotuchimbia wataingia wao. Haleluya! Mpe Yesu makofi na vigelegele. Unajua kama kipindi cha Elikana walikuwepo akina Penina, leo ndio wamekuwa wengi. Leo ndio wamekuwa wengi. Acha waongezeke. Lakini Samuel atazaliwa tu. Samuel atazaliwa tu. Kusudi litatokea tu. Kusudi la Bwana litainuliwa tu. Oh, nisikilize kijana unayenisikiliza. Inawezekana umekuona unatembea kama hauna hata viatu. Haina shida. Mngoje Bwana kwa saa ya kwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwangalie tena jirani yako. Mwambie unajua ulichobeba? Unajua mwanamke yote mwenye mimba ya miezi 8 alafu anaenda kucheza mpira? Aibu yake. Aibu yake. Eti naye anasema nataka kushuti. Nataka kushuti. Umebeba kusudi la Bwana alafu unataka kunyanyaswa hapa. Waambie ninacho kitu cha Bwana hapa. Sio mimi sio mtu wa kawaida. Nimebeba kusudi la Bwana. Mnaponiona mimi sio kawaida kama nyie. Mimi nimebeba mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu uko ndani yako. Mpango wa Mungu ndio nao kufanya ushambuliwe. Haushambuliwi bure. Hizi hawaendi mahali hamna mzoga, wanakuja kwako maana una mzoga wa Bwana ndani. Haleluya! Wajaibu mkono wako, mpe Yesu makofi na vigelegele. Unafikiri wanakuandama bure? Inawezekana una huduma kubwa. Una huduma ya kuiponya Tanzania. Una huduma ya kuponya Matui. Una huduma ya kuponya mkoa wa Manyara na Dodoma na hata Arusha na hata Mbeya. Alafu wewe unataka kucheza mpira. Usicheze mpira. Akikung'ona mwambie samahani. Jamani, mimi siwezi kucheza mpira. Siwezi kucheza mpira jamani. Amen. Wakitaka kushutia mpira wape mgongo. Ape pigieni upande. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua ulichobeba. Kuanzia leo acha kulipiza kisasi. Ninataka nikwambie kisasi si juu yetu, kisasi ni juu ya Bwana. Kisasi si juu yetu, kisasi ni juu ya Bwana. Bwana atalipa kisasi mwenyewe. Sema amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako, mwambie kesho yangu ni njema. Mwambie kesho yangu ni njema. Mwambie tiketi yangu imekuja kutoka from heaven, kutoka mbinguni. Imekuja tiketi yangu. Oh, nione unavyoniona, lakini iko tiketi yangu ya kusonga na Bwana. Iko tiketi yangu ya kutembea na Bwana. Iko tiketi yangu ya kuingia 2022. Nitaingia pamoja na Bwana. Nitavuka pamoja na Bwana. Uliponijua mwaka 2021 au utanijua 2022. Amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Nimesimama nikwambie Yesu yuko upande wako. Haleluya. Haleluya. Fanya hivi tena kama una amani hiyo ya Yesu. Usicheze mpira tumbo lako ambalo limebeba Samuel wako. Wacha wakuangalie tena. Wacha uonekane kama unakula unga, unakula mdomo umepauka. Waambie wacha ninabeba na kula unga, lakini ninajua nimebeba kusudi la Bwana. Wacha nitembee mdomo umepauka, lakini nimembeba Samuel tumboni. Oh, usinilingishe. Saa ya Samuel kuzaliwa. Oh, Penina atapiga magoti, atamkuta mbele, atasema sijajua umebeba mpango mkubwa. Oh, na mimi nakwambia umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya nchi. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya familia yako. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya ukoo wako. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya rika yako. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya hiyo kwaya. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya hiyo kanisa. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya hiyo kikundi. Umebeba mpango mkubwa kwa ajili ya hiyo ndoa. Oh, siache ndoa yako. Shetani asikutishie nyau. Mwambie nimebeba mpango wa Bwana. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanakutishia nyau uondoke hapo. Mwambie aondoke mtu hapo. Aondoke mtu hapo. Aondoke mtu hapo. Amen.